Alright, hope you guys are ready. Natumai mko tayari. So tutasoma faida za kufunga ama kufunga. Ama nini maana ya kufunga ama faida gani ya kufisha mwili. Kufunga it's a way of kufisha mwili. Kufisha mwili, unanyima mwili wako. Kuna aina mbili za chakula, kuna chakula za rohoni, alafu kuna chakula za damu na nyama, like physical food, the one we eat physically. Alright? The one tunakula physically. So ukifisha mwili, rohoni unajaa nguvu. Ukifisha mwili, rohoni unajaa nguvu. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza, chapter 4 verse 8 inasema, kwa maana mazoezi ya mwilini yana faida kidogo, lakini utawa una faida sana. Utawa ni uchamungu, kufunga, kuomba, ndo utawa ule. Unafaa sana kwa sababu gani? Una uzima wa sasa na ule ujao. Yani ukijikita mzizi kwenye kufunga na kuomba, unapata uzima wa sasa na ule ujao. Lakini kuna watu kuanzia Januari tarehe 1 mpaka December 28 wanasosoa tu, wanakula tu, alafu hawaombi. Unabomoa tu nyama, unabomoa tu. Unajaza mwili wako, unaujaza, unajikita mizizi kwenye mwili. Alafu rohoni ni mtu mdogo. Unaweza pata mtu ana mwili mkubwa ukadhani huyu ako na nguvu, lakini rohoni ni mtu mdogo, ana mwili, ana misuli, ako salama, ako fiti, lakini sivyo anavonyongwa. Sivyo anavonyongwa usiku, sivyo anavoshikwa, sivyo anavoburuzwa usiku, sivyo anavyofanyiwa ile in English call it sleep paralysis. Anavoshikilia usiku, ananyongwa, mwili usongi. Lakini jamani, pande la mtu. Kwa sababu gani? Rohoni ni kanyonge, ni kadogo hivi. Tukisoma kitabu cha Warumi, Warumi 8 verse 13. Nitaenda mbio kidogo. For those who are complaining about network, tap the screen, itakuwa fiti. Warumi 8 verse 13. Kwa maana inasema, kwa maana mkiishi kama mwili unavyotaka mtakufa. Tukiishi kama vile mwili unavyotaka tutakufa. Right? Lakini kama mkiangamiza matendo ya mwili kwa nguvu ya roho mtaishi. Matendo ya mwili, tukiishi kama vile mwili unavyotaka. Wewe hauombi, unapenda kukula, haufungi, unaishi kama vile mwili unataka, haujijazi rohoni. Na kuna mambo kwenye ulimwengu wa roho lazima kufunga na kuomba. Lazima ujikite mzizi kwenye kumcha Mungu, kwenye utawa, ufishe mwili wako. Ukifisha mwili wako, rohoni unajaa, ni vice versa. Lakini sisi unafunga tu upoteze mwili alafu hauombi. Hiyo sasa hiyo pia ni bure. For those kuna watu wengine wanafunga tu to control their body na afya. So wewe rohoni bado you was useless kama ule mtu hajafunga. Au umefunga tu alafu hauombi, bado uko kwenye kutenda dhambi, uko kwenye mambo ya kidunia. Na Biblia inasema sisi si wa ulimwengu huu. Tusipate tabia za ulimwengu huu. Okay? Unafunga, ukifunga na kuomba, kuna mambo fulani kwenye ulimwengu wa roho unajaa mizizi, yani unakita misuli ya rohoni, unafyeka, unavunja. Ukisema nafyeka, Biblia inasema when you're weak then you're strong. Unadhani wewe ni mdhaifu, katika ule udhaifu basi una nguvu. Lakini ile nguvu inakuja kwa nini? Kwa kuomba. Kila alitaye jina la Bwana ataokolewa. Walimlilia Bwana katika dhiki yao, Bwana akawaponya na shida zao. Akavunja malango ya chuma. Alipovunja malango ya chuma, akafanya nini? Akapiga mapigo ya shaba kwenye kuomba sasa, kumlilia Bwana. Lakini umefunga. Tukisoma kitabu cha Yoeli chapter 2 verse 12 inasema, lakini hata sasa asema Bwana, lakini hata sasa nasema mimi Mwenyezi Mungu, nirudieni kwa moyo wote, kwa kufunga, kulia na kuomboleza. Nirudieni mimi Bwana, nirudieni. Kwa kufanya nini? Kwa kufunga, kulia na kuomboleza. Mzirarue mavazi yenu kuonyesha huzuni, bali nirudieni kwa moyo wa toba. Mrudie Mwenyezi Mungu wenu. Yeye amejaa neema na huruma, hakasiriki upesi. Yani tumrudie kwa kuomba, tumrudie kwa kumlilia na kufunga.
So kwenye ulimwengu roho unapofunga na kuomba, kuna mambo fulani fulani yanatendeka kwenye ulimwengu roho. Nitaonyesha faida za kufunga, alafu tutaanza kupiga. Kuna watu kati yetu wamefunga leo na kuna wengine hawajafunga, it's fine. Tutafundishana faida za kufunga, alafu nitaonyesha jinsi ya kupiga. Lazima tufundishane pia jinsi ya kuomba. Kufunga basically, ukifunga, when you're fasting and praying, unakuwa kama ulikuwa wewe ni panga, unakuwa moto. Ukilituma neno linaenda na piga adui, ukiwafyeka wanafekeka. Karibu Kagiri, nimekuona. Tukisoma kitabu cha Matthew chapter 17:21, tanza hapo juu. Yesu Bwana mrehemu, kulikuwa na mtoto alikuwa amepagawa. Akiwa kipagawa na mapepo anaanguka, anakuwa na kifafa. So Yesu alikuwa ametoka mlimani akapatana na Elia na Musa. Alipokuwa anashuka, before ashuke, wanafunzi wake walijaribu kufukuza ule pepo, lakini wakashindwa. Ndio babake yule mtoto akamfuata Yesu. Akamwambia, Bwana, mhurumie mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Pepo akimpagawa, ule mtoto anaanguka motoni na majini. Nilimleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Alright? Alileta kwa wanafunzi wake wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hadi lini? Nitachukuliana nanyi hadi lini? Yesu anaambia hivyo, mleteni huyo. Yesu akamponya. Ukienda hapo chini, wanafunzi wake wakamfuata kisirisiri, wakamwambia, mbona hatukuweza kumtoa yule pepo? Ukienda hapo verse 20 mpaka 21. Okay? Lakini Yesu akamwambia 21, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga. Kwa kuomba na kufunga. So kuna mambo fulani lazima uombe na kufunga ndio yatatokea. Maybe umekuwa ukivunja madhabahu, shida yako haitoki. Kuna kufunga, sasa unafaa kufunga ndio ile vitu zatoka. Maybe umeshikwa. Wamekutumia mapepo ya kunywa pombe, mapepo ya hasara, mapepo ya ufukara. Umejaribu kupiga, haitoki, wanapiga, wanajenga tena. Sasa unafunga sasa. Danieli alifunga, Esther alifunga, na kuna wengi waliofunga. Na malango ya kuzimu yakafunguka, baraka zao zikakuja. Hiyo ni moja. Tutasoma kitabu cha Isaiah 58, nitaanzia verse 6. Saumu ni kufunga. Mungu anasema, Je, saumu niliyochagua sio hiyo? Sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu. Ukifunga sasa, kuna kufungua vifungo vya uovu unapofunga. Kulegeza kamba za nira za magonjwa. Biblia inasema, njooni kwangu mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtaona raha nafsini mwenu, kwa kuwa nira yangu ni nyepesi, ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. So kuna nira ni kamba. Unaweza kuwa umefungwa kwa nira. Ndio Mungu anasema, si saumu uliyochagua kufungua vifungo vya uovu? Kuna vifungo vya uovu vya magonjwa. Kuna vifungo vya kushindwa. Umefungwa nazo, kufungua zile vifungo. Kulegeza nira, kuachia huru walioonewa. So kuna watu wameonewa kwenye magonjwa, kuachia. Unapofunga unaachiliwa huru. Okay? Na kwamba mvunje kila nira, mvunje kila kamba. So kuna vitu fulani ukifunga vinatokea kwenye ulimwengu roho. Hiyo ni Isaiah 56, ukianzia verse 6 kwenda chini. Alafu sio kuwagaia wenye chakula? Hapo utasoma mwenyewe kwa wakati wako, utasoma mwenyewe kwa wakati wako. Lakini hizo ndo faida za kufunga. Vifungo vya usherati, vifungo vya umaskini, vifungo vya magonjwa, vifungo vya uonevu. Mungu anakuambia unapofunga kwa ile saumu ambayo nimekuonyesha mimi, utavunja hizo nira, utaharibu hizo nira, magonjwa yatakutoka unapofunga na kuomba. Utawa, kumcha Mungu unafaa sana. Kwa sababu gani? Una uzima wa sasa na ule ujao. Esther alifunga siku ngapi? 3. Akapata kibali mbele ya mfalme. Okay? Kwa kufunga tu akapata kibali. Na ilikuwa ni wakati ule muda mfalme alikuwa anaenda kuabudu miungu yake. Alikuwa afai kuonekana na mtu yoyote. Lakini Esther alipofunga akasema, if I perish, I perish. Akafunga. Alipofunga akapata kibali mbele ya mfalme. Yaani kuna mambo fulani lazima ufunge. Danieli alipofunga
majibu yake yalitokea, ingawaje alizuiliwa na mkuu wa Uajemi, alizuia maombi yake, lakini majibu yake yalipatikana ile siku ya kwanza alipofunga na kuomba. Biblia inasema malaika Gabrieli alipomwambia Danieli, mtumishi wa Mungu, majibu yako yalipatikana ile siku ya kwanza ulipokuwa unafunga, lakini mkuu wa Uajemi alinizuilia mpaka akaja ule malaika akaja ule mkuu wa malaika mkuu wa mbele wa watu wa Mungu, malaika Mikaeli, akaja akampiga, wakapigana naye, akashindana naye, ndo Gabrieli akaachiliwa. So unapokuwa unaomba majibu yako, unapokuwa unaomba na kufunga, kuna wakati majibu yako yameachiliwa lakini yanaweza kuzuiliwa. Lakini leo nitawaonyesha jinsi gani ya kupigana, na nitawaonyesha jinsi gani. So tumeona faida za kufunga: kuvunja nira, kutoka kwenye vifungo, kutoka kwenye uonevu. Kuna watu wameshikiliwa na madhabahu ya ukoo, unafunga na kuomba sasa. Usikuwa ule mtu wa from January to December wewe kupiga ugali tu, kupiga sherehe, kuomba haujui, kufunga haufungi. Unashangaa mwaka nenda mwaka rudi ufukara unakufuata, mwaka nenda mwaka rudi biashara zinakufa, mwaka nenda mwaka rudi watoto wako wana njaa, watoto wako hawasomi, umetumiwa roho za mauti, umetumiwa roho za kuzimu, umefungiwa kuzimu. Watu hawa ni watu walibiwa na kutekwa, yani umetekwa, umewekwa kwenye mashimo, umewekwa kwenye masanduku za wachawi, watu wamechukua nyota yako, umesoma maisha haikui, magonjwa yanakufuata, shida in shida out. Ile siku utakapoamua useme enough is enough, if I perish I perish. Kama mchawi anapata nguvu kwa wachawi, na mimi njia sitaki, njia ni ya mauti, basi wacha nimlingane Bwana wa Israeli. Kama vile Yabezi alizaliwa kwenye uchungu, lakini akamlingana Bwana wa Israeli, akamwambia, ikiwa Bwana ukinipanulia mipaka na kunibariki na kunilinda na ule mwovu. Mungu akasikia kilio chake. Na sisi leo tutamlingana Bwana wa majeshi, tutamwambia, ikiwa Bwana umetupendelea, umetuita kwa jina lako, basi Baba, hii mipaka iliyosongeshwa na wachawi, hii mipaka iliyoguswa nikafungwa, nikashikiliwa kwenye magonjwa, leo tunataka tuibomoe, tuisongeze, alafu tulinde na ule mwovu. Ule mwovu ni wachawi, wale mwovu wana wa ibilisi, tuwakamate, tuwavunje, tuwapasue kwa damu ya mwanakondoo. So nadhani paka hapo tuko sawa. To that extent I think we are all at par. Tuko sawa kabisa. Nataka tuanze kupiga. Nataka kwanza nionyeshe faida za kufunga. Nilisema nitafundisha lakini sikufundisha kwa kina, na bado nahisi sijaingia kwa kina sana, lakini muonyesha kuna mambo fulani ukifunga yanatokea. Kuna vitu ukifunga vinatokea. Unajaa misuli kwenye ulimwengu wa roho unapokuwa unaomba kwa mamlaka. Kuna kuomba na kuna kuomba kwa mamlaka. Kwenye ulimwengu wa roho, kuokoka is another thing, and to be delivered that's another thing. Unaweza kuwa unaokoka lakini bado umefungwa. Lakini unaweza kuwa unaokoka alafu unaweza kutumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Kuna watu wameokoka lakini bado wamefungwa kwenye ufukara. Yes, ameokoka, anaomba lakini ajui maarifa ya kuomba, na Biblia inasema tusikose kuzijua ila zake. Biblia inasema shetani amewataka kuwatia gerezani awajaribu kwa muda wa siku 10. Shetani anataka kuwatia gerezani awajaribu kwa muda wa siku 10. Okay? Amekusudia kabisa, anataka kutia gerezani. Linda sana imani yako hata kufa. Ulinde imani yako hata kufa. Unapolinda imani yako sasa, unalinda imani yako aje? Sema navaa mamlaka, navunja, nateketeza. Ndio ameneka kwenye magereza ya giza. Biblia inasema nitapita kwenye moto lakini ule moto hautanichoma. Nitapita kwenye maji lakini maji hatanibeba. Kwa damu ya mwanakondoo, mwenye haki akianguka atainuka tena, hata anguke mara 7, na imeandikwa sitakufa mimi bali nitaishi. Unasimama na ile neno. Unalinda sana imani yako. Ukilinda imani yako, Yesu anakuambia nitakupa taji la uzima. Nitakupa fimbo ya ufalme. Utawapiga kama chungu cha mfinyanzi, utawaponda kama chungu cha udongo. Unalinda imani yako. Shika sana ulichonacho, asije mtu akakupokonya. Na unaishikaje sasa? Uwezi kuenda kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu aliye na silaha usipokumfunga. So amekufuata wewe mwenye nguvu, hujui kuomba, amekufuata, amekufunga, akachukua nyota yako, akachukua uzazi wako. Unatembea lakini kwenye laana fulani. Unatembea lakini madhabahu yamekushika. Unatembea lakini mama yako ni mchawi, baba yako ni mchawi, mjomba ni mchawi, nyanya ni mchawi, amekushika kwenye madhabahu lakini haujui. Na umeokoka. Lakini nataka kuwafundisha leo, mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Yesu alikuja kutoka mbinguni
akatuonyesha, akatupatia ufunguo wa ufalme. Sasa vile wewe utakavyotumia huo ufunguo, vile wewe ndio utakavyotumia hiyo mamlaka. Yesu has nothing to do with you kama hujui kutumia mamlaka, kwa kuwa amekupa wewe. Ni wewe useme na vunja, ni wewe useme na pasua, ni wewe useme na haribu. Yesu anakuambia niko ndani yako. Yaani ukisonga wewe nasonga nawe, ukipiga wewe napiga na wewe, ukisema nakataa ni Yesu anakataa. Kwa kuwa imesema tulimjua Yesu jinsi ya damu na nyama, lakini sasa tumjui hivyo, tunamjua kwa jinsi ya roho. Kama vile wanadamu walivyoshiriki damu na nyama, ndivyo alivyo Yesu Kristo, ili kwa njia ya kifo akamshinda yule aliye na nguvu ya mauti, yani ibilisi. Yesu alimshinda, akatuonyesha jinsi ya kupigana. Unapigana hivi. Mwana wa Adamu, wewe umepewa mamlaka. Imeandikwa utaponda kichwa, imeandikwa utavunja kazi za ibilisi. Anza kuvaa mamlaka. Saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya Mwana wa Adamu. Kuna watu unatembea lakini umekufa. Haujui kuomba, unatembea lakini kwenye mlengoro ushakufa, you are dead. Wanangojea saa na wakati. They just waiting for time, sekunde, wanakuwekea mtego. Lakini kila shimo shimo yoyote aliyochimba juu yako wataingia wao. Either ni babu wako na mwili ama na mwili. Kuna wakati haujapagawa na mapepo, umepagawa na roho za watu. Roho za watu zilizoshikwa kwenye kuzimu. Walikuwa ni wachawi wale watu, walikufa kwenye dhambi. Roho zao zikaingia ndani yako, zikakufunga. Sisi leo tunataka kupiga na maarifa. Tunataka kupiga na maarifa. Mapepo tutapiga wa ndani na wa nje. Tutapiga roho za watu, tutapiga majeshi, tutapiga wakuu, tutapiga mataifa, tutavunja kwa damu ya Mwanakondoo. Nataka sasa tuanze kujitakasa. Kama uko tayari kufyeka, sema niko tayari kupasua, niko tayari kufyeka, niko tayari. Tuanze kujitakasa. Nataka tupige, tuharibu. Leo tunapiga freestyle. Tutavunja ndoa. Naona kuna watu wamecomplain juu ya ndoa. Naona kuna watu wanasema usiku wanaingilio kimwili. Nataka tuharibu kazi zote za ibilisi. Kwa kuwa kuna baadhi yetu tumefunga na sasa tunajikita mzizi kwenye ulimwengu roho. Nataka tuvae mamlaka sasa. Sema najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Najitakasa. Anza kujitakasa kwa damu ya Yesu. Jitakase kwa damu ya Mwanakondoo. Jitakase kwa damu ya Yesu. Jitakase kwa damu ya Mwanakondoo. Nataka tujitakase. Anza kujitakasa. Nataka niwafundishe jinsi ya kuomba. Leo tutajifundisha jinsi ya kuomba, alafu tutawavunja, tutawapasua. Najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Sema najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Ukijitakasa unaanza kuomba msamaha. Unasema naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Anza kuomba msamaha. Anza kuomba msamaha. Anza kuomba msamaha. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Wewe ndio mwenye haki. Wewe ndio jasusi la mbinguni. Wewe ndio kuhani wa Bwana. Wewe ndio masihi wa Bwana. Wewe ndio mpaka wa mafuta wa Bwana. Anza kuomba msamaha. Anza kuomba msamaha. Sema naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Alafu naanza kusema navaa silaha za Bwana za vita. Navaa silaha za Bwana za vita. Navaa kigao na ngao. Navaa silaha za Bwana za vita. Unaanza kuvaa silaha sasa. Unaanza kuvaa silaha. Alafu unakamata anga, unakamata bahari, unakamata nchi. Unaombaje sasa? Sema najitakasa kwa damu ya Mwanakondoo. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa tena kwa damu ya Mwanakondoo. Naomba msamaha kwa yale ambayo nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Navaa silaha za Bwana za vita. Imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Navaa silaha za Bwana za vita. Navaa silaha za Bwana za vita. Anza kuvaa silaha za Bwana za vita. Anza kuvaa silaha za Bwana za vita. Anza kuvaa silaha za Bwana za vita. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Najitakasa tena kwa damu ya Mwanakondoo. Na watakasa watu hao Father, kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Natakasa anga zao kwa damu ya Mwanakondoo. Natakasa mikono yao kwa damu ya Mwanakondoo. Natakasa nyumba yao kwa damu ya Mwanakondoo. Na wavisha silaha za Bwana za vita. Maana imeandikwa sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa aliyompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Imeandikwa sisi ndio wanadamu, tutavunja kazi za ibilisi. Tunavaa silaha za Bwana za vita. Tunavaa silaha za Bwana za vita. Anza kuvaa silaha. Sema nakamata anga kwa damu ya Mwanakondoo. Na ikamata bahari kwa damu ya Mwanakondoo. Na ikamata nchi na mashimo yake kwa damu ya Mwanakondoo. Anza kukamata anga. Unaikamata, unaleta chini ya uongozi wako. Wewe leo ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga mataifa, kwa wewe utapiga wafalme. Anza kukamata anga, kamata bahari na kukamata nchi. Nataka tuvunje, tuanze kuvunja madhabahu zote. Kawaida yetu tunataka kuvunja madhabahu kwanza vunja, tunaziteketeza. Alafu alisema ndoa za kishetani nataka tuzivunja. Wale spiritual spouse nataka tuanze nao leo. Tuwapasue, tuwafyeke,
tuwapige, tuwakanyage, tuharibu silaha zao. Anza kukamata anga, anza kukamata nchi, anza kukamata bahari na mashimo yake. Biblia inasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu ili aje atawale ndege wa angani, atawale samaki wa baharini na vyote vilivyo kwenye nchi. Waende wazane na waitishe nchi. Hiyo sisi tumepewa mamlaka ya kuitisha, to command. We have the authority to command. You have the authority. Unaweza kuwa unajidharau, unaweza kuwa una mwili mdogo, lakini wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga wafalme, kwa wewe utapiga mataifa. Sema nakamata anga, nakamata bahari, nakamata nchi in Jesus name. Kwa damu Mwanakondoo. Nataka sasa tuanze kupiga madhabahu. Unaombaje sasa? Sema navaa silaha za Bwana za vita, navaa mamlaka kwa damu Mwanakondoo. Madhabahu yote yaliyoinuliwa juu yangu, madhabahu ya kishetani, madhabahu ya giza, madhabahu ya magonjwa, unazitaja. Mali unaona kuna shida yako, mali unaona shida yako imezunguka, unataja. Kama ni ufukara, sema madhabahu ya ufukara, madhabahu iliyoshika dadangu, madhabahu iliyoshika mimi, madhabahu ya magonjwa, na ikusanya, na ipasua, na ifyeka, na iteketeza kwa damu Mwanakondoo. Madhabahu kwenye anga, madhabahu kwenye nchi, madhabahu kwenye bahari, na iteketeza kwa damu Mwanakondoo. Na vunja, na pasua, na vunja, na teketeza kwa damu. Anza kuvunja madhabahu, anza kupasua madhabahu zote. Imeandikwa mwanadamu ni nani hata nimvishe taji? Mwanadamu ni nani niweke kila kitu chini ya miguu yake? Kila kitu kiko chini ya miguu yako. Umekamata anga, iko chini ya miguu yako. Umekamata bahari, iko chini ya miguu yako. Umekamata nchi, iko chini ya miguu yako. Anza kupasua madhabahu kwenye nchi, anza kupasua madhabahu kwenye bahari, anza kupasua madhabahu kwenye anga. Pasua, vunja madhabahu iliyofanywa na babu. Pasua madhabahu ya ukoo, vunja kwa damu Mwanakondoo. Madhabahu ya magonjwa, fyeka kwa damu Mwanakondoo. Madhabahu ya kushindwa, pasua, vunja kwa damu Mwanakondoo. Pasua madhabahu ya ukoo inayoleta laana kwa magonjwa, inayoleta laana ya magonjwa. Pasua kwa damu Mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Napa mamlaka tena kwa damu Mwanakondoo. Napa mamlaka kwa jina la Yesu. Imeandikwa umenipea mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Imeandikwa umenifanya kuwa kuhani juu ya mataifa ili kuvunja, kuharibu na kuteketeza, kupanda na kujenga. Leo napa mamlaka madhabahu yote yaliyotengenezwa kwa ajili yangu, madhabahu yote yaliyotengenezwa kwa ajili ya watu hawa, madhabahu yote yaliyotengenezwa kwa ajili ya mke wangu na familia yake, nazikamata kwenye anga, nazikamata kwenye bahari, nazikamata kwenye nchi, nazikamata kwenye mapango, nazikusanya, maana umenipatia mamlaka ya kuvitisha. Nazipasua, naachia moto wenye akili, naachia moto wa jina la Yesu, naachia moto wa Roho Mtakatifu, na choma kazi zote za ibilisi. Napasua hiyo madhabahu ya magonjwa, na ipasua, madhabahu ya kushindwa, na iteketeza na moto lao. Na moto lao nateketeza na moto wa damu Mwanakondoo. Maana imeandikwa neno la Mungu ni moto lao. Naachia moto ivunje madhabahu ya ukoo ya watu wao, ipasue madhabahu iliyotengenezwa na mababu wa kale. Naziharibu leo madhabahu za ufukara, madhabahu za pombe, madhabahu za kushindwa, madhabahu za kufa haraka, madhabahu za kuzuia elimu. Nateketeza na vunja, nazo zitaonekana tena kwa damu Mwanakondoo. Anza kuvunja madhabahu, vunja hizo madhabahu. Pasua kwa damu Mwanakondoo. Fyeka madhabahu, vunja in Jesus name kwa damu Mwanakondoo. Saa ipo na saa yaja ambao wana wa damu, ambao wafu watasikia sauti ya mwana wa damu. Leo madhabahu zinasikia, madhabahu inaongea mauti joko. Pasua kwa damu Mwanakondoo. Vunja, usiogope. Jeshi napojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa, kwa kuwa mimi ndio Bwana Mungu wako. Sitakupungukia wala sitakuacha kwa damu Mwanakondoo. Vunja kulia, vunja kushoto, vunja mbele, vunja nyuma, vunja mababu, multi ancestral curses, multi ancestral altars. Vunja kwa damu Mwanakondoo. Zilijengwa na mababu wa kitambo. Pasua hizo madhabahu. Zilijengwa na mama mchawi. Vunja. Ulijengewa madhabahu na rafiki yako eti biashara yako yanguke. Pasua, vunja. Ilijengwa na anti yako, ilijengwa na binamu wako. Pasua kwa damu Mwanakondoo. Vunja, teketeza. Wewe vunja. Ukitaka teketeza, ukitaka bomoa, ukitaka haribu, ukitaka ponda kwa damu Mwanakondoo. Vunja. Mungu anatuambia imeandikwa utapatiwa fimbo ya ufalme, utawaponda kama chungu cha finyanzi, utawapiga na fimbo ya shaba. Vunja hiyo madhabahu kwa damu Mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Na hapa mamlaka tena kwa damu Mwanakondoo, tukijitakasa kwa damu Mwanakondoo. Maana imeandikwa karibu kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Imeandikwa umetupatia ufalme, imeandikwa umetupea mamlaka, imeandikwa tutakanyaga mwananyoka, tutamkanyaga mwana simba. Imeandikwa uzao mwanamke
ponda kichwa, na kwa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo navunja kila madhabahu iliyotengenezwa juu ya watu hawa, na ipasua madhabahu ya magonjwa, madhabahu ya ufukara, na ifekelea mbali, na ivunja, na isaga saga, na ipasua, na iangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, mazoezi ya mwili yanafaa kidogo, lakini utawa unafaa zaidi, maana uko na uzima wa sasa na ule ujao. Leo tunachukua mamlaka tena, tunavaa mamlaka tena, tunarudi. Aliyemnyonge aseme ni hodari kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa, Mungu ni Mungu, Mungu ni mtu wa vita, jina lake ni Yehova. Na pasua hiyo madhabahu, na ifyeka, na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Vunja, teketeza, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Pasua kwa damu ya Yesu. Fyeka, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Pasua. Nataka sasa tuvunje mikataba kwenye madhabahu. Unavunja mikataba yote ya magonjwa iliyotengenezwa na bibi, iliyotengenezwa na nyanya, iliyotengenezwa na rafiki. Mikataba yote maadamu zimetoka kuzimu. Nataka kazi ya ibilisi tuzivunje, tuziharibu. Imeandikwa mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Imeandikwa tangia wakati wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sisi ndio wenye nguvu wa Bwana, sisi ndio masio wa Bwana, sisi ndio wapako wa mafuta wa Bwana. Sisi tumesimama kwa zamu yetu ili kuvunja, kuharibu, kuteketeza, kupanda na kujenga. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Mikataba yote iliyotengenezwa kwenye madhabahu na ipasua, na ifyeka, na ivunja, na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Mikataba iliyotengenezwa na ule mume wa kishetani na ipasua. Mikataba ya magonjwa na ipasua. Mikataba ya ufukara na ifyeka. Mikataba ya vifungo na ipasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unatumia jina la Yesu, unatumia damu ya mwanakondoo, unatumia mamlaka ya damu ya Yesu, unatumia mamlaka ya jina la Yesu. Vunja. Wewe na Yesu mmoja. Biblia inasema wewe ni harufu ya Kristo mbele za Bwana. Biblia inasema wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Biblia inasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Biblia inasema wewe ndio silaha zangu za na rungu. Wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Anza kuharibu mikataba. Sema, navunja kila mikataba kwa damu ya mwanakondoo. Na haribu kila mikataba ya kuzimu iliyofanya kwenye anga, iliyofanya kwenye nchi, iliyofanya kwenye bahari. Na teketeza, na haribu, na vunja, na haribu, na teketeza kwa damu. Ponda madhabahu, ponda mikataba, ponda kwa damu ya mwanakondoo. Ndipo nikamwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta mabichi. Wana waovu hawatamuonea, nitawaponda mbele zake kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema amekupa pembe za chuma. Biblia inasema ameinua pembe zako juu kama nyati. Utapiga mataifa mengi. Umepatiwa kwato za shaba, utavunja mataifa mengi kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja mikataba ya giza, anza kuvunja mikataba ya magonjwa, anza kuvunja mikataba ya ufukara, anza kupasua mikataba iliyotengenezwa na babu, mikataba ya ufukara, mikataba ya magonjwa, mikataba ya kutolewa. Pasua mikataba, vunja mikataba ya giza iliyotengenezwa na mtu wa karibu, iliyotengenezwa na mchawi. Maana wachawi ni wana wa ibilisi. Biblia inasema jitenge nao, toka kati yao, usishike vitu viovu. Anza kupasua hiyo mikataba, fyeka mikataba, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Anza kutumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Kila mikataba iliyotengenezwa, all covenants of darkness, na ziharibu kwa damu ya mwanakondoo. Mikataba ya kuhangaika na ipasua kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name, in Jesus. Vunja mikataba kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka sasa tuwakamate wenye nguvu wote kwenye ukoo, wenye nguvu wote kwenye anga, tuwakamate. Maana Biblia inasema ingawaji tunaenda katika damu na nyama, hatufanyi vita jinsi ya damu na nyama. Hatufanyi vita jinsi ya damu na nyama. Nataka tuwakamate. Vita zetu ni za rohoni. Maana silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo na chochote kilichojinua juu ya mawazo Bwana, tukiteka nyara fikira zao, tukiziweka chini ya uongozi wa damu ya mwanakondoo. Nataka tuwashiki, tuwakamate, tuwafunge. Hakuna mtu yoyote awezaye kwenda kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu asipo kumfunga. Nataka tuwafunge. Wakuu wa anga tuwafunge. Wana control maisha kutokea pale, wana control kazi kutokea pale, wana control biashara kutokea pale. Nataka tuwafunge kwa pingu za chuma, tuwafunge waganga na waganguzi na wakala wa kuzimu, tuwafunge kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Sema, katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Wenye nguvu wote waliojipanga kushindana nami, na wakuu wa anga na wakuu na wafalme wa anga, na wafunga. Imeandikwa nitawafunga kwa pingu za chuma, imeandika nitawafunga kwa minyororo, na wafunga kwa pingu za chuma. Wale wakuu wa ukoo na wafunga kwa pingu za chuma, na wafunga kwa damu ya mwanakondoo, na wafunga katika jina la Yesu Kristo, na wafunga kwa minyororo ya chuma, na wafunga kwa damu ya mwana. Anza kuwafunga wakuu, anza kuwafunga kwa damu ya mwanakondoo. Wafunge in Jesus name.
Maana jina la Yesu ni jina lipitalo majina lote. Tumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Sema katika jina la Yesu na wafunga wale wakuu wachawi, na wafunga yule mama mchawi, na mfunga yule niliyemwona kwenye ndoto amekuja kama ng'ombe, na mfunga kwa damu ya mwanakondoo. Mchawi mtoto, mchawi mkubwa, na mfunga aliye na mwili na asiye na mwili, na mfunga in Jesus name kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Na pa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na pa mamlaka katika jina la Yesu, na wafunga wakuu wa anga, na wafunga wakuu wa bahari, na wafunga wakuu wa nchi, na wafunga kwa damu ya mwanakondoo wakuu wanaonisumbua mimi, na wafunga kwa pingu za chuma, na wafunga. Maana imeandikwa chochote nitakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Na wafunga wale wachawi wanaosumbua watu wao, wale waganga, roho za watu zilizokufa zinatumika kufunga watu wao, all spiritual spouse, na wakamata na wafunga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Anza kuwafunga, wafunge. Wamekusumbua sana, wamekuchelewesha sana, wamekutumia roho ya kuchelewesha, wameshika hatima yako, wamekufunga usipate mchumba, wamekufunga. Sasa unawafunga wewe kwa damu ya mwanakondoo. Wakuu wa wachawi wafunge, wakuu na wakuu wao wafunge. Usiogope. Jeshi linapojipanga kupigana na wewe, moyo wako usiogope. Haujapokea roho ya utuma iletayo hofu, bali umepokea roho ya kufanyika kuwa wana wa Mungu. Umepokea roho ya kiasi na roho ya uhodari. Anza kuwafunga wale adui ya maisha yako, hautawaona tena. Simameni muone utukufu wa Bwana. Wafunge kwa damu ya mwanakondoo. Wafunge in Jesus name na uwezo wa Mungu aliye hai. Anza kuwafunga. Kama umewafunga, nataka sasa tuwapige, nataka tuwasage, nataka tuwapasue, nataka tuwafike. Aonywae mara mingi akishupava shingo yake itavunjwa na dawa haitapatikana. Kila awaye kwa upanga atakufa kwa upanga, wakuliwa ataliwa. Adui zako atafungwa, aliyekuja kukuteka nyara naye atatekwa, aliyekuja kukuinda naye atawindwa. Akikoswa na upanga wa Gideoni atapatwa na upanga wa Daudi. Akikoswa na upanga wa Daudi basi atapatwa na upanga wako kwa damu ya mwanakondoo. Atapatwa na upanga wa malaika kwa damu ya mwanakondoo. Sema navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka. Yule adui aliyekuja kunifunga na mpasua, niliowafunga na wapiga na wapasua, na arusha moto wa damu ya mwanakondoo, na wafyekelea mbali, na wavunjilia mbali kila chimbaye shimo juu yangu, na mpasua na muingiza kwenye lile shimo alilonichimbia kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwavunja, anza kuwafyeka, anza kuwapasua. Kama unamjua kwa majina, mtaje. Mchawi fulani uliyenihangaisha maisha yangu, na kukamata na kufyeka. Yule mchawi anayesumbua mke wangu na familia yake, na kukamata na kupasua. Ule wakala wa kuzimu leo na kukamata na kupasua kwa damu ya mwanakondoo. Sema na kukamata na kupasua kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwakamata ukiwapasua, anza kuwakamata ukiwafyeka, anza kuwakamata ukitumia jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, neno la Bwana ni moto ulao, neno la Bwana ni nyundo inayovunja miamba vipande. Sema imeandikwa, neno la Bwana ni nyundo inayovunja miamba vipande. Ewe mchawi uliyenikamata, ewe mchawi unayezuia nisipate kazi, ewe wakala wa giza, na kukamata kwenye migoro, na kufyeka, na kupasua, na kuangamiza, na kuteketeza, na kuponda kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, yule aketie juu akacheka, ndipo Bwana akawafadhaisha kwa ghadhabu, akasema nao kwa hasira. Tazama ewe Angela, Bwana amekuwa baba yako, leo amekuzaa, umekuwa mtoto wake, amekufanya kuwa mfalme juu ya Sayuni, amekupa miisha ulimwengu. Omba chochote utakacho nawe utapatiwa. Adui zako utawaponda kwa fimbo ya shaba, na utawavunja kama chungu cha udongo. Anza kuwapiga, anza kuwafyeka, anza kuwapasua. Ni adui amekuja kukuchelewesha, amekushika kwenye magonjwa, amekushika unalala usiku unaota uko kwenye bahari, unalala usiku unaota unapatiwa mashilingi, unalala usiku unaota unanyolewa nywele, unatolewa meno, unadungwa sindano. Anza kumfyeka, anza kumpasua. Unamwambia, umenijia kwa magonjwa na kujia kwa jina la Bwana, umenijia kwa ufukara na kujia kwa jina la Bwana, umenijia kwa magonjwa tena na kujia kwa jina la Bwana, na kukamata na kuponda na kufyeka na kuvunja na kusaga. Maana imeandikwa, lile jua la haki limekwisha kuzuka kwenye maisha yangu, na mimi naruka kama ndama wa mazizi, nikivunja nikipasua. Wale waovu wanakuwa kama vumbi chini ya miguu yangu. Anza kuwafyeka, wapasue kwa damu ya mwanakondoo.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwafyeka, wapasue kwa damu ya Yesu, wapasue kwa damu ya mwanakondoo, wapasue in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kazi za ibilisi, pasua kazi za ibilisi, kila uchawi vunja. Hakuna uchawi juu yako, hakuna uganga juu yako. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Wale wachawi wanaosumbua maisha yangu, waganga wa kitengo cha juu, wachawi wa kitengo cha juu, devil worshiper, wakala wa kuzimu, walio na mwili na wasio na mwili, wanaosumbua watu hawa, na wakusanya, na mtuma malaika awakusanya. Anayesumbua mke wangu na familia yake, na watuma malaika awakusanya kwenye migoro, na wafyeka, na achilia moto wa damu ya mwanakondoo, na achilia moto wa Roho Mtakatifu, na wafyeka, na waponda. Imeandikwa, nitawakanyaga waovu, watakuwa kama mavumbi chini ya miguu, na wafyeka, na wapiga leo na sasa hivi. Na achilia moto wa damu ya mwanakondoo, na achilia radi kwenye ulimwengu, na achilia umeme, na achilia radi tena, iwafyeke, iwapasue, iwaangamize in Jesus name. Na uwezo wa Mungu aliyeanza kutumia mamlaka, anza kuwafyeka, anza kuvunja, anza kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Na uwezo wa Yesu yule hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuvunje kafara zao. Tutavunja zile kafara ziko, alafu tutawatangulia. Tutavunja kafara ambazo wanataka kuweka. Biblia inasema silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo na chochote ambacho kimejinua juu ya mawazo ya Mungu, tukiteka nyara fikira zao, tukizileta chini ya uongozi wa Kristo. So tunawatangulia. Zile kafara wanazotaka kutoa pia tunaziharibu. Tunaweka sheria kwenye ulimwengu wa roho. Unaombaje sasa kuharibu kafara? Unasema, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kafara walizotoa kwenye madhabahu naziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Na zile kafara wanaopanga kutengeneza, na ile madhabahu wanayopanga kuyatengeneza kwa ajili yangu, kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya mke wangu na familia yake, kwa ajili ya hatima yangu, na wakamata, nazipasua, nazivunja, naziharibu, naziteketeza in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu. Kama una vifungu kwenye kichwa, sema tu imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Nazipasua hizo madhabahu, naziharibu hizo kafara zao, naziteketeza na damu ya mwanakondoo. Naachia moto ivunje kila madhabahu. Akinitangulia apasuke. Madhabahu yote aliyotengeneza kwa ajili yangu yapasuke vipande. Madhabahu yote aliyotengeneza toka alipoingia kwenye uchawi apasuke vipande kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja, anza kuharibu sasa, anza kuwatangulia. Sema, na kutangulia, na haribu kafara zako kwa damu. Hiyo kafara iliyotolewa ya damu, hiyo kafara naifyeka, naivunja, naiteketeza. Haribu kafara za waganga, haribu kafara za madhabahu. Vunja moto wa magonjwa wa kafara zao. Pasua damu inayonena mabaya kukuhusu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, achilia radi kwa ulimwengu roho, achilia moto wa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya mwana, vunja. Huyu ni mtoto wa Mungu anaongea, huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mwombezi anaomba, huyu ni mwombezi anapasua, huyu ni silaha ya Bwana, huyu ni askari asiyetahayarika kwa damu ya mwanakondoo, askari asiyeogopa. Madhabahu, kafara walizotoa, haribu kafara zao, haribu kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Kafara zote zilizotolewa juu yangu, kafara iliyotolewa na babu, kafara iliyotolewa na nyanya, kafara iliyotolewa na mjomba, kafara iliyotolewa juu yangu, iliyotolewa juu ya watu wao, iliyotolewa juu ya mke wangu na familia yake, nazikusanya, nazipasua, nazifyeka. Na zile kafara wanazopanga kutengeneza, na zile madhabahu wanazopanga kuinua, leo nawatangulia, nateka nyara fikra zao, napasua fikra za magonjwa, nateka nyara mawazo, nayapasua, na kafara zao naziangamiza, naziteketeza, naziponda, nazigeuza zinakuwa kama kinyesi kwenye uso wa nchi, nazigeuza, nazichanganya na damu ya mwanakondoo. Leo zinayayuka, leo zinaaibika, leo zinavunjika. Kafara za magonjwa waliotengeneza juu yangu zinavunjika. Kafara za ufukara, kafara za hasara, naziharibu, naziteketeza. Nazima moto wa kafara, nazima moto wa madhabahu, nazima. Sema zimika kwa damu ya mwanakondoo. Hiyo moto wa kafara, sema zimika. Moto wa magonjwa, zima kwa damu ya mwanakondoo.
Zima kwa damu ya Yesu, zima kwa damu, vunja kafara zao, haribu kwa damu ya mwanakondoo, vunja, 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 na wapatia dakika moja, haribu kafara zao. Zile kafara, inaweza kuwa umevunja madhabahu, lakini kafara zimesimama, bado ile damu inanena mabaya kukuhusu. Sema zimika kwa damu ya mwanakondoo, zimika in Jesus name. Nguvu ya kafara zimika, nguvu ya nguvu kwenye madhabahu zimika kwa damu ya mwanakondoo. Damu inayonena mabaya kunihusu na inyamazisha. Sema ewe damu ya kafara na kunyamazisha, nyamaza kwa damu ya mwanakondoo. Unaenena magonjwa jengo, nyamaza in Jesus name kwa uwezo wa damu ya mwanakondoo. Vunja kafara zao, haribu. Damu inayonena mabaya kukuhusu inyamazishe, fika, vunja, teketeza, haribu kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele, na kwa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo nazifuata. Imeandikwa, wafanya malaika zako kama upepo na watumishi wako kama miali ya moto. Imeandikwa, mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za ibilisi. Imeandikwa, umenipatia kwato za shaba, nitapiga mataifa mengi. Imeandikwa, adui amekuja kwa njia moja na yatakimbia kwa njia saba. Imeandikwa, kila alitaye jina la Bwana atakombolewa. Na kwa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na kwa mamlaka kwa damu ya Yesu, ile kafara uliotoa juu ya toa na ivunja, na ipiga kwa damu ya mwanakondoo, na nyamazisha damu inayonena mabaya juu ya watu, na inyamazisha. Nyamaza kwa damu ya mwanakondoo, ile damu ya paka, ile damu iliyotolewa, damu ya ng'ombe, damu iliyotolewa kwenye kafara, na zifika, na watangulia waganga, na watangulia wakala wa kuzimu, na watangulia maamiri wa giza, na watangulia wale makuhani waliopanga kutengeneza madhabahu, na watangulia, na piga, na weka sheria kwa migororo yoyote atakayetengeneza madhabahu juu yangu ama juu ya mke wangu na familia yake, yoyote atakayetoa kafara juu ya watu hawa akitengeneza madhabahu, na amuru atayarike na kuaibika, na mtuma malaika amfyeke, na mtuma malaika wa moto ampasue. Imeandikwa, yule Herode Agripa alipigwa na malaika akaliwa na chango akafa. Nami na mtuma malaika yoyote awaye atakayetangulia kujenga madhabahu juu ya watu hawa, yoyote awaye atakayetangulia kuwatengea madhabahu ya magonjwa, amuru apasuke, na amuru avunjike, na amuru asagike vipande, na amuru apasuke kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unaomba hivyo tu, si lazima utoe sauti. Unasema tu, kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo, yoyote anayepanga kunitangulia, anitolee kafara, anishike, atengeneze madhabahu jengo, anaziamuru zipasuke, na mtuma malaika avunjike vipande, apasuke, aharibike, atayarike na kuaibika in Jesus name. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuharibu matukio. Kuna matukio zinatokea, magonjwa na kupata. Kuna vitu zinapanga, kuna magonjwa ya kutengeneza, kuna shida za kutengeneza, kuna uchawi wa kutengeneza. Tuvunje kila matukio kwanza, lakini tuharibu hizi vitu kwanza. Endelea kuharibu in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, imeandikwa, bomoeni hata misingini. Nami nabomoa kila madhabahu iliyotengenezewa juu ya watu hawa, madhabahu iliyotengenezwa kuzimu, madhabahu iliyotengenezwa kwenye anga, na yule anayewatangulia nazifuata kwenye bahari, nazifuata kwenye nchi kavu, nazifuata kwenye mapango, nazifuata kwenye mapori, nazifuata madhabahu iliyotengenezwa Tanzania, madhabahu iliyotengenezwa Kenya, madhabahu iliyotengenezwa Ulaya, nazifuata. Wale wafanyabiashara wa mili na roho za watu wametengeneza madhabahu, wakatoa kafara, wakaweka mikataba, na wakamata kwenye ulimwengu roho, na wakamata kwenye ulimwengu roho, na wapasua, na wafyeka, na watangulia, na wakuu na wakuwa, na watangulia, na piga kamba za wenye kamba, na ponda kamba za magonjwa, na zima moto wa kishetani, na zima moto wa magonjwa juu ya watu hawa, maana watu hawa wamewaita kwa jina lako, kwa damu ya mwanakondoo. Uliwajua toka asili, toka hujawaumba kwenye tumbo za mama zao, uliwatakaza ukawafanya kuwa kuhani juu ya mataifa. Leo nakataa watu hawa watengenezwe madhabahu kuzimu. Naeka sheria kwenye ulimwengu roho, yoyote atakayetengeneza madhabahu, yoyote atakayewapangia hila zao kuzimu, yoyote atakayetoa kafara juu ya watu hawa, edha ni kafara ya damu ya mtu, edha ni kafara ya damu ya ng'ombe, edha ni kafara ya vitu viovu, nazikamata kwenye migoro, nazipiga, nazipasua, nazisaga kwa meno ya chuma, naziteketeza. Leo najaa na kuwa miale ya moto, napasua kila mipango ya ibilisi iliyopangwa juu ya toa, nafyeka, navunja, nateketeza kila madhabahu ndogo, madhabahu ya chuma, madhabahu ya mabati, madhabahu iliyotengenezwa ya mbao, madhabahu chini ya
ya miti, madhabahu chini ya nyumba, madhabahu juu ya dari, madhabahu yote kwenye ulimwengu roho, nazifyekelea mbali, nazivunjilia mbali. Pasuka, pasuka, pasuka. Nazima moto madhabahu, nazima kafara madhabahu, na nyamazisha damu inayonena mabaya juu ya watu wao. Nyamaza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name. Moto wa magonjwa zimika, moto wa ufukara zimika, moto wa kushindwa zimika, moto wa magonjwa tena zimika, moto wa maangamizi zimika, zimika, zimika kwa damu ya mwanakondoo. Uzime na moto lao, izime na moto wa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu ile, nataka sasa tuharibu kila ndoa ya kishetani, tuharibu kila ndoa. Tunaomba kwa mamlaka, tunaomba kwa mamlaka. Sisi ndio wenye nguvu. Ndoa zote za kishetani unaharibu, unavunja, unateketeza, unapasua, unafyeka, unaharibu yote kwa damu ya mwanakondoo. Kazi yako hapa duniani ni kivunja, ni kuharibu kazi za ibilisi, ni kuteka nyara ile mali iliyochukuliwa, lakini lazima tuvunje. Kuna mtu kwenye mengoro anasema yule dada ni mtu wangu, yule mtoto ni mtu wangu. Kuna mtu kwenye mwengo roho, nyanya yako aliyekufa kitambo ndiyo spiritual spouse wako, amefunga ndoa na wewe, aendelee kutumia nyota yako, maana ni mwanabiashara wa miili na roho za watu. Biblia inasema anawinda roho yangu kama vile mwindaji anavyowinda kware kwenye milima. Lakini kwetu Mungu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Umepita kwenye moto lakini moto haujakuchoma, umepita kwenye magonjwa lakini bado haujaumia, umepita kwenye maji lakini maji hayajakuumbia, hayajakusomba. Leo kwa damu ya mwanakondoo nataka tuvunje ndoa za kishetani. Unaombaje sasa? Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya mwanakondoo, na haribu kila ndoa ya giza, na ifekelia mbali, na ivunjilia mbali hiyo madhabahu, na ipasua kwa damu ya mwanakondoo. Hizo pete zao na zifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Wale wasimamizi na waharibu, na achilia moto, na achilia moto. Nitarudia tena, sema katika jina la Yesu Kristo, na pa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, na vunja kila ndoa ya giza, na pasua ile ndoa aliyekuja kunifungisha ndoa kwenye mengo roho, na mfyeka, na vunja ndoa yake, na haribu ndoa yake kwa damu ya mwanakondoo, na vunja pete zake kwa damu ya mwanakondoo, na zifyeka kwa damu ya mwanakondoo, na ziharibu in Jesus. Na amuru umeme umpate kwa damu ya mwanakondoo, na amuru moto imfyeke. Vunja ndoa za kishetani, piga pete za uchumba, piga kwa damu ya mwanakondoo. Kama unavunja ndoa, unavunja pete, unavunja maagano, unavunja mikataba, unavunja makaratasi ya uchumba, unavunja hati miliki, unavunja marriage certificate, we omba tu. Alafu unaharibu watoto wa kishetani. Watoto ni zile vitu ulitumika wewe kama mwenye ndoa, ulitumika kuzalisha kuzimu. Sasa anza kuharibu ndoa za kishetani, anza kufyeka. Tumesema leo ni freestyle, usiogope, wewe ndio jasusi. Vunja, fyeka, vunja, haribu. Thank you so much Karina. Naona Karina na fyeka, amekataa. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Naona Jaka na vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, pasua kwa damu ya, vunja, haribu watoto wa kishetani, vunja. Wamekutumia wewe utengeneze watoto kuzimu. Ndio maana ukipata mtoto anapotea, ndio maana kila mara uko na miskari, ndio maana biashara yako inakufa, ndio maana zile siku za period zako, zile siku za hedhi unakuwa na uchungu usiopitiliza, wanakutumia kuzimu. Vunja sasa, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Ndio maana wewe mwanaume kila siku ukienda hospitalini wanakuambia your sperm count iko low. Unashangaa kwa nini daktari iko sawa na yako iko low. Unaanza kujua kwamba kuna mtu amekumiliki, hataki upate watoto. Lakini vunja. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, na kwa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na kwa mamlaka kwa damu ya Yesu, na kwa mamlaka tena kila ndoa itokayo kuzimu ulioshika watu hawa, kila ndoa ya kuzimu na ikamata. Ndoa iliyofungwa na wachawi, ndoa iliyofungwa na watu wanaotumia nyota zao, na zivunja. Kila ndoa ya giza na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Hizo pete za uchumba na zifyeka, na ziharibu, na ziteketeza. Umeshika uchumba wake, umeshika ndoa yake, umeshika biashara. Leo na kuapisha na makaratasi na wasaidizi wako mnataarika na kuaibika, na washambulia. Na vaa kigao na ngao, na toa upanga roni, na vaa chepeo la imani, na wafyeka, na vunja ndoa, na vunja pete za uchumba, na vunja kwa damu ya mwanakondoo. Achia wale watoto wa giza, na wafyeka, na wapasua wale watoto waliozalishwa kuzimu, na wakatakata kwa damu ya mwanakondoo. Achia ndoa leo, achia watu hawa, achia. Ewe mume wa giza, ewe mume unayefanya kazi kwenye bahari, ewe mume unayefanya kazi kwenye mapango, umetoa madhabahu, umetengeneza kafara, ukamiliki yule mgoro. Leo nakata mikono yako milegevu, na ikata, maana imeandikwa hakuna weza
malakai kumnyoshia mkono masio wa Bwana, umnyoshia mkono ukamfunga kwenye ulimwengu wa roho, ukamfunga leo na kukamata na kufunga wewe na kupasua na pete zako na watoto wako na madhabahu yako na kafara zako na kufika na kupasua na kufekelea mbali. Vunjika, vunjika, pasuka, pasuka, pasuka kwa damu mwanakondoo na uwezo wa Yesu le. Vunja sasa, vunja sasa, endelea kuvunja, endelea kuvunja, endelea kuvunja, endelea kuvunja, haribu, teketeza, pasua kwa damu mwanakondoo. Pasua kwa damu Yesu. Leo lazima kuachilie huru. Leo lazima seme, lazima uachilie huru. Lazima leo ni siku ya kuachilia huru. Mungu ni roho na palipo roho wake basi pana uhuru, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name, in Jesus name. Kwa damu ya Yesu, vunja, vunja, vunja ndoa za kishetani, haribu ndoa za kishetani, haribu ndoa za kishetani, vunja kwa damu ya mwanakondoo, vunja kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa damu ya Yesu, vunja, 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 vunja. Nataka sasa tutoe chochote walichokuwekea ndani. Kuna watu wanalala usiku wanakula chakula, kuna watu wanadungwa sindano wanaingiziwa vitu ambavyo sijui, kuna vitu zimeingizwa, kuna mapepo yameingia ndani yako yakakufunga. Leo nataka tunyofoe kila kitu cha kuzimu, hata kama ujui tu, sema chochote ambacho Baba hujakipanda ndani ya mwili wangu, na kinyofoa, na kiteketeza, na kipiga, na kifisha kwa damu ya mwanakondoo. Wewe ndio uko na mamlaka. Mungu anakuambia mbingu ni mbingu zangu, lakini nchi nimempa mwanadamu. Mungu anakuambia mbinguni ndio kiti changu cha enzi, lakini hapa ndio miguu yangu iko, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu anakuambia ukisema anatembea, anatembea nawe. Mungu anasema hata kuacha wala hata kufadhaisha. Nataka sasa upige mapepo walio ndani, walioingizwa ndani ya moyo, alafu tutapiga wale mapepo wa nje. Wachawi wana tabia ya kutengeneza vitu nje. Ndipo nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa mkono wake wa kulia ili kushindana naye. Kuna shetani, kuna majoka, kuna mapepo ziko nje, zimekaa mkono wake wa kulia. Leo tutavunja, tutapasua, tutaharibu, tutateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Anza muombezi kuomba, anza kuomba sasa. Sema katika jina la Yesu Kristo, na damu ya mwanakondoo na nyofoa kila pando ambalo Baba hujalipanda, mapando ya magonjwa, mapando walioingia kwenye mwili wangu, na ifika, na ivunja, na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Anza kungoa, anza kunyofoa, anza kuharibu kwa damu ya Yesu. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, vunja, na ziteketeza, na zinyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Haribu, kata hizo kamba, kata hizo miti. Biblia inasema shoka liko tayari kukata miti isiyo na uzazi, isiyo na matunda. Anza kunyofoa, machupa wale kuingizia, machupa wale kuingizia nywele, wale kuingizia mapepo yakaingia ndani yakakufunga. Anza kunyofoa kazi za ibilisi ndani ya mwili, anza kunyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele na mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa kila pando ambalo hujalipanda Baba litang'olewa. Leo nang'oa mapando ya ufukara iliyopandwa ndani yangu, mapando ya kuzimu iliyopandwa ndani ya watoa, na inyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Na itoa, na katakata mapando ya magonjwa, na katakata hizo mapando za kutoka kuzimu, na zikata kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Na zinyofoa, na ziputilia mbali, na zivunjilia mbali, na zisaga majoka walioingia ndani kunifunga, na wapasua mapepo walioingia ndani wanatembea kwenye mwili. Mapepo wananifunga, wanafunga fikra zangu, wanafunga mawazo yangu, wanafunga nafsi yangu. Leo nazikata, leo nazipasua, leo nazinyofoa, na nyofoa kila kazi ya kuzimu iliyoingizwa ndani ya toa, na nyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Nikiamuru itoweke na virago vyake, nikiamuru itoweke na magonjwa yake, nikiamuru itoweke na kazi zake kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, mkaribieni Mungu, mpingieni shetani, na shetani atakimbia mbali nasi. Leo kwa damu ya mwanakondoo, ewe pepo uliyeingia ndani, ewe mwanadamu usiye na mwili, na kuapisha katika jina la Yesu Kristo, mea miguu, toka mahali ulipokwenda, toka ulipotumwa kwa damu ya mwanakondoo, na kufika na kuteketeza pepo wa udhaifu, pepo wa ufukara, pepo wa magonjwa, na kukamata na kunyofoa na kukatakata na kupasua. Na achilia moto wa damu ya mwanakondoo, na achilia upanga wa Roho Mtakatifu, na achilia upanga wa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Anza kukata mapando ya magonjwa, mapando yote ya ufukara, mapando ya kuzimu. Anza kufyeka, anza kuharibu, anza kuteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Vunja mapando, haribu mapando, kata hizo miti, zikate kwenye mizizi, zing'oe, ziharibu kwa damu ya mwanakondoo, zifike mbali, zivunjilie mbali, zing'oe kwa damu ya mwanakondoo.
of rejection, ng'oa kwa damu ya mwanakondoo. Spirit of stagnation, ng'oa kwa damu ya mwanakondoo. Spirit of stagnation, ng'oa kwa damu ya mwanakondoo. Spirit of poverty, ng'oa kwa damu ya mwanakondoo. Ng'oa, hayo ndo mapando. Anza kuyang'oa sasa, anza kuyaharibu sasa, anza kuyafyeka sasa, anza kuyateketeza na moto lao, na moto lao kwa damu ya mwanakondoo. Ilipowadia usiku, Paulo na Sila walipokuwa naomba, ile misingi ya gereza ikatetemeka, milango ikavunjika na zile pingu zikalegea. Leo misingi imetetemeka, lazima mapando yatoke. Misingi imetetemeka, lazima majoka ondoke. Misingi imetetemeka, lazima ufukara ufike kikomo kwa damu ya mwanakondoo. Lazima magonjwa yafike kikomo kwa damu ya mwanakondoo. Amefunga wazazi wako, amefunga mwili wako, amefunga akili yako, amefunga nafsi yako, amefunga roho yako, lakini leo asema Bwana mabwana, jitengeni, jitengeni, toka kati yao, jitengeni, msishike vitu viovu kwa damu ya mwanakondoo. Wameingiza vitu viovu, leo tunazipasua, leo tunazifika, maana tunakataa kutembea kwenye laana, tunakataa kutembea kwenye magonjwa, tunakataa, maana sisi ni chombo huru, tena sisi ni chombo kikali chenye meno. Tutavunja milima, tutafikisha vilima, nazo zitakuwa kama makapi kwa damu ya mwanakondoo. Anza kufyeka mapando, anza kuharibu kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, in Jesus name. Anza kung'oa, anza kukata mapori ya magonjwa, anza kukata kamba za magonjwa, ponda kwa damu ya mwanakondoo. Nikamuona Daudi mtumishi wangu amekaa kwa damu ya mwanakondoo, nimempaka mafuta mabichi, wana ovu wataonea, nitawaponda mbele zake. We ponda mapando ya magonjwa, ponda kamba za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, na ng'oa kila mapando itokaye kuzimu, na ing'oa mapando isiyo na matunda, na ing'oa mapando iliyopandwa juu ya watu hawa, na ing'oa kwa damu ya mwanakondoo, na ipasua, na ifyeka, na iangamiza kwa damu ya Yesu, na ifyekelia mbali, na ivunjilia mbali. Pasuka mapando ya kuzimu, pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Mapando ya magonjwa katika, nakata kamba za ufukara, nakata pepo aliyeingia ndani, nakata pepo wa magonjwa, nakata roho za watu wasio na mwili, na zifyekelia mbali. Maroho za mababu na zifyekelia mbali. Maroho za manyanya inakuja na ingia inakuwa udhaifu, inakuja na ningia inakuwa ufukara, inakuja inafunga akili, inafunga uzazi, inafunga mikono, inafunga miguu. Leo na pasua kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, pasua kwa damu ya Yesu. Nataka sana tuweze kupiga mapando yaliyo nje. Kuna vitu vimetengenezwa nje. Ndipo nikamwona Yeshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa kwa mkono wake wa kulia tayari kushinda naye. Ndipo wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani akaenda kati yao. Shetani yako nje, anaenda kati yao. Yule ndio mshitaki, anaenda kukushtaki. Nataka tupige kila kitu ambacho kimetengenezwa nje, kinafanya kazi nje. Kuna watu wamekaa njia panda, amechukua nazi, amevunja nazi njia panda, amechukua mafundo, ametengeneza mafundo, amechukua nywele, ameweka njia panda, ameinuiza, ametengeneza mdoli. Nataka tuziharibu, nataka tuzivunje. Unaombaje sasa? Katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu liye, chochote kilichotengenezwa kikakuwa kama replika, kikanuizwa, kikaitwa kwa jina langu, kinafanya kazi nje na kimetoka kuzimu, leo nakifuata na kiteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Yule pepo aliyekaa nje ananiletea magonjwa, yule pepo anayefanya kazi nje ananiletea ufukara, yule joka anayefanya kazi nje ananiletea umaskini. Leo namkamata, namfunga, nampasua, namsaga, nampasua, namfyeka, namwangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Unaomba hivyo tu, sema katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu liye, chochote kilichotengenezwa kinafanya kazi nje, na kikamata, na kifunga, na kipiga, na kiponda, na kikatakata, na kifisha, na kisaga kwa damu ya mwanakondoo. Maana wewe ni chombo kipya kikali tena chenye meno. Utavunja milima, utafikisha vilima, zitakuwa kama makapi. Leo wageuze wakuwe kama makapi. Put them to disgrace by the name of Jesus. Turn them to chaff in the name of Jesus. Wafanye chombo cha kufadhaisha kwa damu ya mwanakondoo. Wafanye chombo cha hasara kwa damu ya mwanakondoo. Anza kupiga vyote vya nje in Jesus. Anza kupiga kwa wakati wako tu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba ushie milele. Na vama mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na vama mamlaka kwa damu hizo. Vitu vyote vya kutoka kuzimu ambayo Baba zimetengenezwa nje kwa damu ya mwanakondoo, na
nazikamata, nazishika, nazifunga mapepo wanaofanya kazi nje, na wakamata wadoli waliotengenezwa, na wakamata kafara zilizotolewa nje, nazikamata iliyotengenezwa juu watoa, nazikamata, nazifika, nazipasua, naziangamiza, nazisaga, naachilia moto wa damu ya mwanakondoo, napiga anayefanya kazi nje, nakata kamba za magonjwa, nakata kamba za ufukara, nakata hizo kamba za kushindwa zinazofanya kazi nje, nazifika, naziteketeza hizo nira za magonjwa, nazikatakata hizo kamba. Aliyefunga nje, aliyekaa njia panda, apasuke vipande, aliyekaa kwenye bahari anafanya kazi nje, apasuke vipande kwa damu ya mwanakondoo. Naweka sheria kwenye mengoro, nazipasuke, naweka sheria kwenye mengoro. Maana Bwana utazama neno lako ili apate kulitimiza. Leo naachia moto, ulituma neno kuwaponya watu wako na kuwatoa kwenye mangamizi, nami nalituma neno, chochote kilichopangwa kifanye kazi nje ya mwili wangu, na kifuata kwenye bahari, na kifuata kwenye nje, kwenye manyumba za watu, kwenye mapango, kwenye makaburi, kwenye mashimo, kwenye bahari, kwenye mito inayokauka, kwenye mito isiyokauka, na ifuata. Iliyofichwa Tanzania na ifuata. Chochote cha watu hawa kilichofichwa Ulaya na kifuata. Kilichofichwa bara Hindi na kifuata. Kinafanya kazi nje na kikamata na kifunga. Maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Leo mimi ndio mwanadamu, navunja kazi za ibilisi. Imeandikwa adui, ile njia iliyokuja nayo ndio njia atakayeenda nayo mjini. Kwa damu ya mwanakondoo nazikamata, nazifuata, nazipiga, nazifunga, nazikanaga, nazipasua in Jesus name, na uwezo wa Yesu aliye hai. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya vaa mamlaka, vunja vyote vya nje, vunja kwa damu ya mwanakondoo, pasua kwa damu ya Yesu, haribu kwa damu ya mwanakondoo, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tudai vitu vyetu. Wametufunga kwa nira za magonjwa, tumekata nira, tumepasua. Kuna njia 3 za kudai. Unaweza kusema nazifuata, nazikusanya, naja nazo. Nazifuata, nazikusanya, naja na nyota yangu. Nazifuata, nazikusanya, naja na biashara yangu. Unaweza kuzifuata mwenyewe. Ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye mangamizi. Hii ni njia ya pili. Unatuma neno na unatuma moto wa damu ya mwanakondoo, ikusanye vitu zangu, ikusanye nyota yangu, ikusanye biashara, izilete kwa damu ya mwanakondoo. Ama njia ya 3, unamtuma malaika. Malaika ndio watumishi wetu. Sema na kutuma malaika, enda kusanya nyota yangu, enda kusanya biashara, enda kusanya akili yangu, enda kusanya mahali umezificha kwenye mapango, mahali umeficha kwenye chupa. Baba pakusanya, malaika kusanya, uzilete kwa damu ya mwanakondoo. Malaika wa Mungu fanya matuo kuwalinda wale wa mchao kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba sasa, anza kurudisha nyota, anza kurudisha mahali ulipo. Sema katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Ukisema nazifuata kwenye mengoro, unachoma kwenye mwili, unazifuata, unazikusanya, unazirudisha. Mwizi anapokamatwa analoleta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu, vitu vyote vilivyoibiwa, nyota iliyoibiwa na ifuata, na ikusanya. Mikono iliyoibia na ifuata, na ikusanya. Kuna watu mikono ya biashara imeibiwa, kuna watu uzazi umeibiwa, kuna watu kichwa zimeibiwa, kuna watu akili zimeibiwa, kuna watu uzazi umekwenda, miguu imekwenda. Zifuate sasa kwenye mashimo, zifuate sasa, zikusanye, zirudishe kwa damu ya mwanakondoo. Kuna watu umefungwa hatima, lakini hatima yako ni kubwa, umefungwa. Ifuate hatima yako, ifuate, ichukue, ilete kwa damu ya mwanakondoo. Unaweza kusema ewe nyota na kuita njoo, ewe mikono iliyochukuliwa na kuita njoo, ewe uzazi uliochukuliwa na kuita njoo kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Na njia 3 nasema na kutuma malaika, na kutuma malaika wa Mungu, na kutuma kwa damu ya Yesu, na kutuma katika jina la Yesu. Uende kusanya vyovyote, chochote changu kilichoibiwa, ukilete haraka kwa damu ya mwanakondoo. Ni wewe unavaa mamlaka, ni wewe unatoa mamlaka, ni wewe unatoa mamlaka. Mungu tazama neno lake ili apate kulitimiza. Anza kutoa mamlaka sasa, anza kuleta vitu zake. Sema nyota njoo, nyota akili njoo, mali yangu njoo, hatima yangu njoo kwa damu ya mwanakondoo. Ama unaziendea ama unamtuma malaika kwa damu ya mwanakondoo. Anza kurudisha vitu, anza kurudisha. Mungu ni Mungu wa marejesho. Amemeza mali, ameweka tumboni tena, atayatapika tena. Kutoka tumboni mwake Bwana atayatoa kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka, rudisha nyota. Vaa mamlaka, rudisha utajiri wako. Vaa mamlaka, rudisha ndoa yako. Vaa mamlaka, rudisha hatima yako kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Na vaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Na vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Narudisha vyote vyangu vilivyochukuliwa toka wakati nilipozaliwa.
vyote vilivyochukuliwa. Nyota ya akili njoo, nyota ya ndoa njoo, nyota ya biashara njoo, nyota kwa damu ya mwanakondoo nazifuata, nazikusanya, nazileta kwa damu ya mwanakondoo, na mtuma malaika azikusanya, azilete in Jesus name kwa uwezo wa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba sasa, anza kuleta vitu zako. Sema nyota njoo, achia hatima yangu, achia. Ewe kibwengo, ewe nyanya mchawi, umeshika nyota yangu na kufika, achia nyota njoo. Sema nyota yangu njoo, nyota yangu njoo, nyota ya akili njoo, nyota ya mtaji njoo, nyota ya pesa njoo kwa damu ya mwanakondoo. Natakasisha mikono yangu, nyota ya fedha njoo, natakasisha nyumba yangu, nyota ya utajiri njoo, natakasisha akili yangu, nyota ya akili njoo kwa damu ya mwanakondoo. Anampenda mpendaye na muombaye kwa bidii atamuona, maana utajiri na heshima ziko naye na mali inayodumu. Maombi mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Omba kwa bidii. Mwombezi anaomba, rudisha nyota akili, rudisha nyota mtaji, rudisha nyota ikirudi biashara inakuwa, nyota ikirudi ama unaiendea ama unamtuma malaika kwa damu ya mwanakondoo. Anza kurudisha vitu vyako, rudisha vyote vilivyoibiwa, rudisha vyote. Ameiba mali ataleta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema mwizi anapokamatwa analeta mara 7, anarudisha mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Anza kurudisha. Maana sioni watu wanarudisha, anza kurudisha nyota, anza kurudisha pesa, anza kurudisha hatima, anza kurudisha ndoa in Jesus name kwa uwezo wa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, rudisha leo, rudisha kwa damu ya mwanakondoo, rudisha kwa damu ya Yesu, rudisha kwa damu ya mwanakondoo, rudisha in Jesus name kwa damu ya mwanakondoo, rudisha. Nataka kila mtu arudishe. Kurudisha tutumia dakika kama 2, tutarudisha kwa dakika kama 2. Imagine toka uzaliwe mtu amekuwa kitumia nyota yako, toka kuwe tajiri mtu amekufunga, anza kurudisha. Nyota yangu njoo, pepo toka, nyota ingia kwa damu ya mwanakondoo, nyota njoo, nyota kwa damu ya mwanakondoo, nyota yangu achia. Sema ewe nyanya, ewe babu, ewe mchawi, ewe wakala wa kuzimu, achia nyota njoo kwa damu ya mwanakondoo, njoo kwa damu ya Yesu, njoo kwa damu ya mwanakondoo, njoo kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, na vaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na vaa mamlaka yoyote aliyeshika nyota ya watu hawa na kuapisha kwa damu ya mwanakondoo. Nasema achia nyota ya mkono, achia nyota ya biashara, aliyeshika nyota yake ya uzazi na kufika na kupasua, ulijificha kwenye mapango na kukamata. Mkono wa Bwana si mfupi hata ushinde kukoa, masikio yake si mazito hata shinde kusikia, aliyejichimbia shimo cha kina mpaka kuzimu na kukamata na kufika na kupasua roho ya anxiety, na kufika na kupasua kwa damu ya mwanakondoo na kuangamiza leo. Achia nyota leo, achia biashara, achia kazi, achia akili yake, achia miguu yake, achia kwa damu ya mwanakondoo. Leo anatoka na vifungo zake, anaachiliwa na vifungo zake, anaachiliwa. Achia nyota yake leo, achia kazi yake, achia ndoa yake, achia biashara, na kuapisha ewe nyoka, na kuapisha ewe babu, na kuapisha ewe nyanya, na kuapisha ewe nyanya ulijificha Tanzania, ewe nyanya ulijificha Uganda, ewe babu uliojificha kwenye mapango, ewe babu unaekaa kwenye makaburi, unaekaa kwenye shimo za choo na kukamata, anaekaa kwenye ulimwengu wa giza na kukamata na kufika na kuponda na kupokonya. Ewe mwanabiashara wa roho na mili za watu, unawinda roho za watu kama vile mwindaji anavyoinda kware. Kamba za mauti ziliwakabili na mitego ya kuzimu zikawapata, walipata dhiki, wakapata mateso. Lakini leo kwa damu ya mwanakondoo, achia nyota kwa damu ya mwanakondoo. Umezuia maombi yake na kukamata, achia. Alipolia kwa uchungu akalitia jina la Bwana, bado uko unazuia. Leo nakufuata na kupasua na kufika. Umemtesa kwa magonjwa, umemtesa kwa ufukara, leo mateso yanakwisha leo, maana nyota unaachia, maana nyota akili unaachia katika jina la Yesu Kristo. Na kufika mbali na kuvunjilia mbali, na pasua kamba zao, na ponda kamba ya magonjwa, na ponda kamba ya ufukara, na ponda zile nira za magonjwa, zinalegezwa kwa mafuta. Zile mizigo iliyowekewa kwenye ugongo wake, mizigo iliyowekewa ya magonjwa, leo nazifekelea mbali, nazivunjilia mbali. Achia, mwambie achia leo, achia nyota yangu, achia biashara, achia mikono, mwambie achia in Jesus name, na uwezo wa Mungu ali hai.
Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwanakondoo, achia nyota, achia biashara, achia kazi, achia ndoa, achia mchumba, achia kwa damu ya Mwanakondoo. Ameiba nyota, amekuachia mapepo. Ameiba nyota, amekuachia ufukara. Ameiba nyota, amekuachia tabia. Ameiba nyota, amekuachia vitu kwenye mwili. Ameiba nyota, amekuachia. Leo mwambie, achia nyota yangu, achia kwa damu ya Mwanakondoo. Achia, 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 achia kwa damu ya Mwanakondoo. Imeandikwa, unajua tunapoishi mahali kuna kiti cha enzi cha shetani, ni mahali mtumishi wako Antipas aliuliwa, lakini sisi tunalishika sana jina lako. Leo navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo. Yule aliyekuja kuiba nyota, na mkamata, akajificha kwenye mapango, anamuona anakimbia, na mkamata, na mfyekelea mbali, na mpasua, na mweka kwenye njia ya utelezi iliyojaa giza. Nikimwapisha, achia nyota za watu hawa, achia nyota zao, achia kwa damu ya Mwanakondoo. Nyota, achia, achia, achia nyota, na kipendua hicho kiti chake cha enzi, na kifyekelea mbali hicho kiti cha magonjwa, na kisaga saga hicho kiti cha ufukara. Ameiba biashara kutokea pale, ameweka kiti chake cha enzi mahali Antipas mtumishi wako aliuliwa. Ameweka kiti chake cha magonjwa mahali Antipas mtumishi wako ameua wengi waaminifu. Ameiba nyota za wengi waaminifu, lakini leo anatapika nyota. Leo anayatoa tumboni mwake. Leo anapasua lilo tumbo la joka, nalipasua lilo tumbo la kuzimu, nalipasua. Naenda kwenye kitovu cha shida, naenda kwenye tumbo la kuzimu, na kusanya nyota za watu hao, na warudishia. Nyota ya akili njoo, nyota ya mkono njoo, nyota ya biashara njoo. Pasuka, pasuka tumbo la kuzimu na kupasua. Nazima moto wa shimo wa kuzimu, nazima huo moto wa magonjwa, nazima huo moto wa maangamizi, nazima kwa damu ya Mwanakondoo. Na achilia radi kwenye mengoro, pasuka, achia nyota, na achilia moto wa damu ya Mwanakondoo. Pasuka moto uliochoma Sodoma na Gomora, na achia juu ya wachawi, na achia juu ya waganga, na achia juu ya wasi. Leo nateka nyara Kenya, nateka nyara Afrika, nateka nyara Tanzania. Waganga na wachawi, waiba nyota, waiba mikono, waiba hatima, na wakamata, na wapasua. Ule upanga ulioleta na kukata na upanga wako, maana imeandikwa, zile mipinde zao zitatumika kuwadunga nao mioyo, na zile mishale zao zitawavunja. Kwa msaada wa Bwana nalifuatilia jeshi, enyi majeshi ya pepo baya, na wakamata. Achia nyota leo, achia biashara, enyi majeshi ya wafalme, na wakamata. Majeshi za watu waliokufa, na wakamata, na wafikile mbali, na wapasulia mbali. Achia, 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 achia kwa damu ya Mwanakondoo, in Jesus name. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwanakondoo, achia nyota, achia nyota. Nataka sasa uamuru nyota yako ing'ae. Nataka uamuru nyota yako ing'ae. Nyota imerudi, lazima nyota ing'ae. Na yoyote ambaye anaifuata nyota yako ili kuiba tena, weka sheria kwenye ulimwengu wa roho, apasuke vipande vipande. Biblia inasema ile siri ya uasi kwa sasa inatenda kazi, lakini ipo jambo inayozuia mpaka wakati itakapoondolewa. Leo kwa damu ya Mwanakondoo, sema nyota yangu ing'ae, nyota ya uzazi ing'ae, nyota ya biashara ing'ae, nyota ya mtoto wangu ing'ae, nyota ya ndoa yangu ing'ae, nyota ya huduma yangu ing'ae kwa damu ya Mwanakondoo. Nyota inang'aa, na yeyote anayefuata nyota yako ili kuizima, apasuke vipande vipande. Nyota yako ifuate tu na wafalme, nyota yako ifuate na watu kutoka mbinguni, ili wakuvushe, ili wakuongeze kwenye yatima, wakusongeze kwenye yatima ya kusonga kumkaribia Bwana, ya kusonga kwenye utajiri. Yoyote anaifuata nyota yako ili kuifunika, apasuke vipande vipande kwa damu ya Mwanakondoo. Sema katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo, naamuru nyota yangu ing'ae, nyota ya biashara ing'ae, nyota ya kazi ing'ae, in Jesus name. Na yoyote anaifuata nyota yangu ili kuiba, apasuke vipande vipande, avunjike, aibike na kutayarika. Imeandikwa, aliyefanya hasira juu yako ataibika na kutayarika, anayeshindana na wewe atakuwa sio kitu tena. Imeandikwa tena, mabaya na watesi wako walipokaribia kukula nyama walijikwaa. Imeandikwa, karama zao zitakuwa kama chanzi juu ya shingo yao. Leo kwa damu ya Mwanakondoo, amuru nyota ing'ae, nyota ya biashara ing'ae, nyota ya mtoto ing'ae. Watu wamezaa watoto lakini nyota zimeibiwa, nyota zimerudi, lakini nyota lazima zing'ae kwa damu ya Mwanakondoo. Nyota ya biashara imerudi, nyota lazima ing'ae. Nyota ya kazi imerudi, nyota lazima ing'ae kwa damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. In Jesus name. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Nava mamlaka tena kwa damu ya Mwanakondoo, nava mamlaka kwa damu ya Yesu. Na amuru leo nyota iliyorudi na iapisha kwa damu ya Mwanakondoo. Nyota ya watu hawa na iamuru ing'ae, ing'ae kwa damu ya Mwanakondoo. Nyota ionekane na wafalme, nyota ing'ae. Yoyote anayetaka kuwavusha kwenye biashara, yoyote anataka kuwavusha kwenye hatima ya Bwana, yoyote anataka kuwavusha kwenye utajiri, na amuru adhihirike leo. Nyota imeng'aa, na yoyote anayefuata nyota ili kuipiga dongo, yoyote anayefuata
waifuata nyota ili kuifunika. Na amuru katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kuzimu, na amuru wapasuke vipande vipande, avunjike kwa damu mwanakondoo. Maana mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita, na wakamata wale waiba nyota, na wakamata wale wanataka kufunika nyota, na wakamata wale wanataka kuweka giza kwa nyota, na wakamata na wafikilia mbali na wavunjilia mbali. Imeandikwa, ametuzunguka kwa ukingo pande zote, ametufunga kwa minyororo, tulipolia na kuomba akazuia maombi yetu kwa damu ya mwanakondoo. Leo tunamkamata anayejaribu kuzuia nyota, tunamkamata anayejaribu kuzuia biashara, na mkamata na amuru nyota ing'ae. Yule anayezuia na mfika adui azuiaye na mkamata. Imeandikwa, pembe za Moabu zitakatwa na mkono wake ukume utavunjwa. Leo navunja pembe za mchawi na zifikilia mbali, pembe za mwiba nyota na zifikilia mbali. Arogaye kwa kupiga mafundo anatayarika na kupasuka kwa damu ya mwanakondoo. Achia nyota leo na kufikilia mbali na kuvunjilia mbali. Na silaha za Bwana za vita, na vaa kigao na ngao. Imeandikwa, Bwana akatoa upanga mkubwa tayari kumkata Leviathan, ule nyoka pinduka, yani kumwangamiza. Imeandikwa, vamia wakazi wa Meritim, vamia wakazi wa Pekodi, waangamize kabisa. Fuata silaha zangu, fuata maagizo yangu, nani na wavamia wa Moabu waiba nyota, na wavamia wachawi waiba nyota, Waseiri waiba nyota, wasoma nyota na waifuata, na wapasua na wafika wale wasoma mwezi, na wakamata na wapasua kwa damu ya mwanakondoo. Hakuna uganga juu ya Yakobo, hakuna uchawi juu ya Israeli. Imeandikwa, sisi ndio Yakobo leo, sisi ndio shujaa, sisi ndio Benaya mwana wa Yohada, sisi ndio Gideoni leo. Tunapiga simba wagonjwa, tunapiga makane ya simba tunayazima kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, imani ni bayana mambo yajayo, na hakika ya mambo yatarajiwayo. Leo kwa damu ya mwanakondoo nyota imeng'aa. Kwa imani tunafika magonjwa, kwa imani tunapiga wachawi, kwa imani tunawaaibisha na kutayarisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nyota imeng'aa. Aliyekuja kuzuia amepasuka, amevunjika, ameaibika na kutayarika, amewekwa kwenye njia ya utelezi iliyojaa giza. Nataka sasa tuanze kujenga madhabahu mapya. Tuko karibu kumaliza, tunamaliza in the next 5 minutes. Tujenge madhabahu mapya, alafu tuweke ulinzi. Tunajenga madhabahu, alafu tunaweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Unajengaje madhabahu? Alex, asante na kuona. Unajengaje madhabahu? Sema, katika jina la Yesu Kristo, mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu haitanikaribia. Wewe unajitaja jina, mimi Alex ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na milango ya kuzimu haitonikaribia. Imeandikwa, mimi ndio hekalu la Bwana. Najenga madhabahu mapya juu ya maisha yangu, najenga madhabahu mapya juu ya ndoa yangu, najenga madhabahu mapya juu ya kazi yangu, nikiweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo, nikiweka ulinzi wa jina la Yesu. Najenga maisha yangu kwa mwamba ya damu ya mwanakondoo, najenga maisha yangu kwa mwamba usiotingishika wa damu ya mwanakondoo. Mimi Nina, mimi Jack, mimi Joy, mimi Alexi, najenga leo, najenga kwa anza kujijenga. Kama ni biashara, ijenge kwa damu ya mwanakondoo. Kama ni ndoa, ijenge kwa damu ya mwanakondoo. Kama ni chochote, ijenge kwa damu ya Yesu, ijenge kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujenga sasa, anza kujenga kwa damu ya mwanakondoo. Jenga in Jesus name, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujenga sasa, anza kujenga Vije Toya, anza kujenga, jenga in Jesus name. Angela, jenga, Chosen One, jenga kwa damu ya mwanakondoo. Bevin, jenga in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo. Jenga maisha yako. Wewe ndio mwenye maisha, unayajenga. Wewe ndio mwenye biashara, unajenga. Mimi pia na biashara yangu, mimi pia na ndoa yangu, mimi pia na watoto wangu, mimi pia na kazi yangu, zangu zinajengwa. Wewe pia jengwa. Sitaki nijenge zangu alafu baki nyuma. Leo tunatoka wote, tunaenda sote, tunapanda sote, tunakwea kwenye inchi ya Manefiri, tunawafika na tunajenga kambi pale kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujenga sasa, endelea kujenga in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Jenga, endelea kujenga in Jesus name. Jenga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Imeandikwa, sisi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Najenga maisha watu hawa kwenye mwamba imara, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo, naweka malaika ulinzi. Yoyote atakayekuja kuwashika apasuke vipande, yoyote atakayekuja kula biashara avunjike vipande, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Najenga ndoa yangu, najenga
mke wangu na familia yake, na wajenga kwa ngome imara, naweka ukuta wa shaba, naweka ukuta wa moto, naweka moto wa damu ya mwanakondoo. Yoyote mchawi, yoyote mganga atakayekuja kumshika, na amuru apasuke vipande vipande, naweka ukuta. Maana imeandikwa, kwa mkono wa Zerubabeli atajenga nyumba ya Bwana, na kwa mkono wake atajenga ukuta. Ndivyo watakavyojua ya kwamba Bwana umenituma, maana hakuna yote awezaye kudharau siku ya mambo madogo. Walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli, na zile 7 ambao ndio macho zako ambazo zinazunguka kote kutulinda sisi. Leo najenga kwa mkono wa Zerubabeli, kwa mkono wa damu ya mwanakondoo, najenga kwa mkono wa jina la Yesu. Naweka misingi, naweka foundation ya damu ya mwanakondoo, nikiweka ukuta wa moto, nikiweka ukuta wa shaba, nikiweka ukuta wa damu ya mwanakondoo. Najenga. Sema najenga maisha yangu, najenga mtoto wangu, najenga biashara, najenga mke wangu, najenga na familia yake. Magonjwa hayatawapata, kifo hakitawapata, maana imeandikwa tauni haitakaribia hemani mwao. Imeandika hawatakufa bali wataishi. Mungu ndiyo taa ya miguu yetu, kwa damu ya mwanakondoo, na ndio mwanga wa njia zetu, kwa damu ya mwanakondoo. Jenga sasa, jenga. Mabaya hatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hemani mwako. Jenga. Sema najenga biashara, najenga ndoa, najenga kazi kwa damu ya mwanakondoo. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo, naeka ulinzi wa damu ya Yesu. Jenga kwa damu ya mwanakondoo, jenga kwa damu ya Yesu, jenga kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tulie kitu tulifanya jana, nataka tuweke sheria. Pakitokea mtu yoyote ataje jina lako kuzimu, na amuru avunjike vipande vipande. Unaombaje sasa? Katika jina la Yesu Kristo, na katika jina la Yesu Kristo navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Pakitokea mtu yoyote apeleke nguo, apeleke vazi, ataje jina langu, avunjike vipande vipande, aharibike, ataharike, afyekwe, aharibike. Naweka sheria, nikiweka muhuri wa damu ya mwanakondoo. Jina langu halitotajwa tena kuzimu, kwa damu ya mwanakondoo. Sema jina langu halitotajwa tena kuzimu, kwa damu ya mwanakondoo. Jina la mtoto wangu, jina la mke wangu na familia yake haitotajwa tena kuzimu, kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuweka sheria, ukiweka muhuri wa damu ya mwanakondoo, ukiweka muhuri wa damu ya Yesu. Hata wakipeleka vipi, atachukua mchanga kwenye shamba, ataipeleka kuzimu, ataangamia. Atachukua nguo, atapeleka kuzimu, atafika ile mbaya, atavunja ile mbaya. Chochote ambacho kinakuhusu wewe kikipelekwa kuzimu, anayepeleka apasuke, avunjike, ashuke pande za mwisho za kuzimu, aingie kwenye shimo angali hai. Eka sheria sasa, eka sheria. Tuko karibu kumaliza in the next 4 minutes. Nataka tumalize, lakini eka sheria sasa. Eka sheria kwenye ulimwengu roho, eka sheria. Apasuke pamoja na vitu na nyumba yake, au apasuke kwa damu ya mwanakondoo. Naweka sheria kwenye ulimwengu roho, avunjike vipande vipande, apasuke in Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Na hapa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na hapa mamlaka yoyote awaye atakayeshika jina langu, atakayeshika chochote kinachonihusu mimi, atakayeshika jina la mke wangu na familia yake, ama chochote ambacho kinahusu, atakayeshika watu wao, ama chochote kinachohusu, atakayeshika biashara, atakayeshika ndoa yao, atakayeshika kazi yao, aipeleke kwenye madhabahu ya kuzimu, aipeleke kwenye madhabahu ya giza, aipeleke, aitolee kafara. Na amuru leo kwa damu ya mwanakondoo, apasuke yeye na nyumba yake, avunjike vipande vipande. Yeye na madhabahu yake apasuke vipande vipande. Yeye na wakala wake apasuke kwa damu ya mwanakondoo. Na msaga leo naweka sheria, nikiweka muhuri wa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa tuko na chapa za damu ya mwanakondoo. Mtu yote asitutaabishe. Nyumba za watu hawa ziko na chapa, biashara za watu hawa ziko na chapa, nyota za watu hawa ziko na chapa, jina za watu hawa ziko na chapa, nguo zao ziko na chapa za damu ya mwanakondoo. Yoyote akipeleka kuzimu, na amuru apasuke vipande vipande. Naweka sheria kwenye ulimwengu roho, avunjike vipande vipande, apasuke, ashuke pande za mwisho za kuzimu. Mauti mpate ghafla kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa roga urogavyo, ganga urogavyo, lakini utimilifu kwa wakati ukifika, hata wasoma nyota hawatakusaidia. Unakaa katikati ya makaburi, ewe mganga, unakunywa vitu viovu kwa damu ya mwanakondoo. Umejinajisi kwa vipande vya mkate na vipande vya shairi. Leo unatahayarika na kuaibika. Unawinda roho za watu, unahifadhi roho zako. Leo nakukamata roho yako na iwinda. Ukishika jina watu hawa, pasuka vipande vipande. Ukishika nafsi yao, pasuka vipande vipande. Ukishika roho zao, ama chochote ambacho kinawahusu wao, wavunjike, apasuke, aharibike, atahayarike, na mfanaisha aumie, ateketee, apondwe kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, na kwa mamlaka Baba tumeweka sheria kwenye ulimwengu roho. Yoyote awaye akishika watu hawa, akishika kazi zao, apasuke vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai.
Weka sheria kwenye mingoro, weka sheria. Na mwana Linza ameingia, weka sheria kwenye mingoro. Yoyote atakayemshika apasuke vipande vipande. Akimshika Jag, akimshika Stella, apasuke vipande vipande. Akitaja jina yao, akitaja jina la Mary, avunjike vipande vipande. Ewe mume wa kishetani, ewe joka, ewe babu, ewe nyanya, ukishika kazi yake uvunjike vipande vipande. Ukishika biashara, pasuka vipande vipande. Ukishika hatima yake, pasuka vipande vipande. Roho ya kuaibishwa na kufika, roho ya kuangaishwa na kupasua, roho ya kutoka kuzimu na kupasua, roho ya mauti na kupasua na kufika. Maana umeweka jiwe la pembeni tena litamani, umeliweka jiwe la Sayuni. Yoyote atakayeliamini hataaibika. Leo kwa damu ya Mwanakondoo, anayetaka kumwibisha Linz apasuke vipande vipande. Anayetaka kumwibisha Ana apasuke kwa damu ya Mwanakondoo. Anayetaka kumwibisha watu hawa avunjike kwa damu ya Mwanakondoo. Atahairike na kuaibika kwa damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Nava mamlaka tena kwa damu ya Mwanakondoo. Nava mamlaka kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Kama kuna madhabahu yamesalia, kama kuna madhabahu hayajapasuka vizuri, na yakamata madhabahu iliyotengenezwa juu ya watu hawa, madhabahu ya chuma, madhabahu yenye nguvu, madhabahu inayoongea, na ikamata, na ipasua, na ifeka, na iangamiza, na ikanyaga, na iharibu. Leo wakuhani wa madhabahu na wafeka, wachumba wa giza na wapasua, mauti na kufeka, roho ya kuzimu na kuangamiza. Achia nyota leo, achia kazi, achia biashara, na wakamata kwenye mingoro anayefanya kazi juu na kukamata. Imeandikwa, utashushwa aliyekweza kwenye nafasi yao na kushusha damu kwa damu ya Mwanakondoo. Aliyekaa kwenye nafasi yake ya kazi na kushusha. Umeanguka ewe Babeli mkuu wa makahaba, ewe mchawi mkuu wa makahaba, umeanguka na kukamata na kufekelea mbali na kuvunjilia mbali. Umeaibika na kutayarika, na wakamata kwenye mashimo, na wakamata kwenye mashimo, na wakamata moto utokao kuzimu na uzima na moto wa damu ya Mwanakondoo. Huyo maji ya kuzimu na isomba kwa damu ya Mwanakondoo. Magonjwa ya kutengenezwa, ufukara wa kutengenezwa, matukio yote ya kuzimu na yafekelea mbali, na geuza umateka. Imeandikwa, umemzunguka Ayubu kwa ukingo wa maisha yake pande zote. Umebariki kazi ya mikono yake. Leo kwa damu ya Mwanakondoo nazungusha ukingo wa moto juu ya watu hawa. Nazungusha ukingo wa shaba kwa damu ya Mwanakondoo juu ya maisha yao. Yoyote atakayegusa atahairike na kuaibika kwa damu ya Mwanakondoo. Achia nyota leo, achia kazi. Ewe wakala wa kuzimu unayewinda maisha yake na kufekelea mbali, navunja kila ndoa ya giza. Nafungulisha baraka zao, nafungulisha pesa zao, nafungulisha ndoa, nafungulisha miujiza, nafungulisha hekima. Maana imeandikwa, kwa mkono kulia hekima kuna maisha marefu, na kwa mkono wake wa kushoto kuna mali na heshima. Leo kwa damu ya Mwanakondoo nafungulisha kibali. Wanapata kibali ya damu ya Mwanakondoo. Watakubalika waingiapo, watakubalika watokapo, watabarikiwa waingiapo, watabarikiwa watokapo. Imeandikwa, pasipatikane kwetu mtu maskini, maana Baba umebariki nchi. Leo kwa damu ya Mwanakondoo roho ya ufukara na ifeka, laana ya udongo na ipasua, laana ya bahari na ifekelea mbali, na ivunjilia mbali. Pasuka, vunjika, roho ikitoka kwenye anga na ifekelea mbali. Na weka Baba, imeandikwa, umetuficha chini ya mbawa zako. Imeandikwa, umetuweka kwenye mkono wa kuume wa haki yako. Mauti yatatupata sisi, ile mshale inayetupa kwenye bahari haitatupata sisi. Hatutatahayarika. Wataaibika wao. Wakuliwa tumewatafuna, wakuvunjwa tumewavunja, wakuteketezwa wameteketezwa. Achia biashara zao, achia kazi zao. Ewe joka tapika, ewe kuzimu achia. Roho za watu ninasa kwenye makaburi na ziachia. Roho za watu ninasa kwenye mapango na achia moto. Nasema njoo kwa damu ya Mwanakondoo. Itoe nafsi yao kwenye vifungo, natoa nafsi zao kwenye vifungo za mauti, natoa nafsi zao kwenye vifungo za magonjwa, natoa kwa damu ya Mwanakondoo. Na wakamata wakala wa kuzimu, wafalme wa giza na wakamata. Maana vita zetu ni juu ya wafalme, ni juu ya mamlaka na wakuu wa jeshi. Kwa damu ya Mwanakondoo wakuu wa giza na wakamata, na majeshi ya pepo baya kwenye ulimwengu roho na wafekelea mbali, na wavunjilia mbali, na wapasua, na weka ukingo wa moto kwa damu ya Mwanakondoo. Hautawakamata tena, hautawashika tena, maana Mungu ni huru, Mungu ni roho, na palipo roho wa Mungu pana uhuru. Na achilia uhuru juu ya watu hawa, uhuru kwenye biashara, uhuru kwenye ndoa. Achia maisha yao. Tumeomba haya kwa kuamini, tukika sheria kwenye ulimwengu roho, hakuna atakayetushinda. Tukika sheria kwenye ulimwengu roho, let your will be done. Tumeomba haya kwa kuamini. Amen in Jesus name.